sababu zile kanuni zimekiukwa, na msingi mkubwa wa zile kanuni bado, licha kwamba mtu wa shahidi anakuwa amefichwa, lazima ile haki ya kusikilizwa kwa ukamilifu au usawa mbele ya sheria izingatiwe, na kwamba haki ionekane inatendeka. Sasa kama shahidi anafichwa, hata jaji amuoni na amjui ni nani, inaweza kupata mashahidi wa kubambikiza au wengine wa mchongo ambao wanaweza kuingiza katika kivuli kile. Kwa hiyo upande pekee ambao unamfahamu ilikuwa ni hoja ya mwenyekiti. Upande pekee ambao katika kesi ambao unamfahamu shahidi huyo ni upande wa mashtaka. Jaji amfahamu na mshtakiwa hata mfahamu. Kwa hiyo ikawa ni hizo hoja, na amepitisha mahakama katika hoja mbalimbali za kuonyesha jinsi gani kwamba Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ilikuwa imesiginwa, ibara ya 13 ibara ndogo ya 6A na ibara ya 107 A kubwa ibara ndogo ya 2, ambazo zote zinakadhania kwamba msingi wa kusikilizwa kwa ukamilifu. Na akazungumzia vile vile kwamba hata hiyo sheria basi, hii sheria ambayo inadaiwa kwamba ndio ambayo inatoa haki ya kificho ambayo ilitungwa mwaka 2018, sheria hiyo haijawahi kuchapishwa katika gazeti maalum la serikali. Katika gazeti la serikali likitangaza kwamba sheria inaanza kufanya kazi lini, hatari yake ni nini? Mwenyekiti ameeleza kwamba watu wengi wameguswa sana na hiyo sheria ambayo haijawahi kuchapishwa katika gazeti la serikali. Ameonyesha kwamba kuna utafiti umefanyika maktaba kuu ya Tanzania, ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali, ofisi ya wakili mkuu wa serikali, ofisi ya mbalimbali za serikali ambazo nyaraka zinatakiwa zipelekwe. Inaonekana kwamba hiyo sheria haijawahi kuchapishwa na hakuna kumbukumbu ya gazeti la kuchapishwa au siku lini kwamba hiyo hiyo sheria inaanza kufanya kazi, imeshawahi kuwasilishwa katika hizo taasisi. Ukienda kule mahakama maktaba kuu utapata, ukienda katika ofisi ya mwanasheria